Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula amesisitiza kuwa ni sharti bunge liwatumikie Wakenya. Usemi huo uliungwa mkono na Kimani Ichung'wah na Robert Mbui walibainisha kuwa ni sharti yaliyopitishwa mwaka jana na yanapaswa kutekelezwa mwaka huu, wabunge wahakikishe kwamba yanatekelezwa. Mirichalo anaarifu. Thank you mother. Ni kwenye kikao cha wabunge cha mwaka 2026 cha kutathmini utendakazi wa bunge wa mwaka 2025. Kikao hiki na kilichoendeshwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na kilitoa fursa kwa spika huyu kuzungumzia kuhusu changamoto zilizokumba bunge mwaka jana. Wetangula akibaini kuwa swala la bajeti ya kitaifa ni mojawapo ya majukumu ambayo yalikumbwa na changamoto, ila amewataka wabunge kujitolea kufanya maamuzi kuhusu bajeti ya kuwanufaisha Wakenya. During the budget process, members place great emphasis on the estimates and numerical adjustments to the budget. Members' attention ought to be given to the underlying policy considerations that directly correspond to the estimates and figures. There is need to balance between the two. While proposing amendments to estimates, members should critically assess the broader impact of these decisions. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah akizungumzia kuhusu sheria zilizopitishwa mwaka jana, ikiwemo sheria ya ubinafsishaji wa mali ya umma. Ichung'wah ameshikilia kuwa ni sharti wabunge wahakikishe kuwa wanaangazia jinsi ya utekelezwaji wa sheria hii. Among the notable bills honorable members of the House considered in the previous session and subsequently enacted into law include the Government-Owned Enterprises Bill of 2025 and the Repeal Privatization Act of 2025. As indicated in the program again, this retreat provides us an opportunity to deliberate on utilization of the proceeds arising from the divestiture and to review the status of implementation of these statutes with a keen focus on the National Assembly's legislative and oversight roles. Naibu wa kiongozi wa walio wachache katika bunge hili Robert Mbui kwa upande wake akisema ni sharti bunge lifuate sheria na kutekeleza majukumu yake ya mwaka 2026 na kuhakikisha kuwa wanawatumikia Wakenya. Our objective is clear: to draw lessons from both our achievements and our shortcomings, so that we may serve the people of Kenya more effectively, more responsibly, and with renewed purpose. It is a privilege to join you at this retreat, convened at a truly decisive moment in the life of the 13th Parliament. As we transition into the 5th session, we do so conscious that this is not another parliamentary year, but a critical session that will shape our legacy and define our readiness for the next term of Parliament. Aidha, Spika Wetangula ameweka wazi kuwa mwaka jana kumekuwa na visa vya maafisa wa serikali kuu kudhalilishwa na baadhi ya wabunge wanapofika mbele ya bunge la kitaifa. Wetangula akibaini kuwa matukio kama haya yanadhoofisha uadilifu wa bunge la kitaifa. Mirichalo, Undugu TV.